Habari za muda huu ndugu zangu madereva na wadau wa usafirishaji nchini Tanzania. Naitwa Sadi Ramadhani Rubuye, ni katibu mkuu wa taasisi ya madereva wa masafa marefu na ya kati nchini Tanzania, Tanzania Institute of Long and Middle Distance Truck and Bus Drivers. Ndugu zanguni, nimekuja hapa wadau madereva na wadau wa sekta hii ya usafirishaji na mawili matatu ambayo nataka kuikumbusha serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zanguni, viongozi wa serikali na wadau mbalimbali, sekta yetu hii ya uchukuzi kwa sasa hivi imekuwa kwa kasi kubwa sana. Tunashuhudia serikali inafanya kazi kubwa mno ya kuhakikisha bandari zetu zinafanya kazi kwa kasi ile inayohitajika. Tumeshuhudia mikataba mbalimbali ambayo serikali yetu inaingia na wawekezaji mbalimbali kwenye bandari zetu ili kukuza ufanisi wa utendaji kazi wa hizi bandari. Lakini pia nataka niwakumbushe, hakuna bandari itakayoweza kufanya kazi kama hakuna mtu anayeitwa dereva. Dereva ni mtu muhimu sana wa kuhakikisha bandari zetu zinafanya kazi kwa kasi inayofaa kwa kushirikiana na kada mbalimbali, watu wa mamlaka ya mapato, watu wa TANROADS na mamlaka nyingine zote zinazohusiana na kushabihiana kwenye ile eneo la uchukuzi. Hivyo basi nimekuja kama kijana wa Kitanzania kuikumbusha serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa unyenyekevu mkubwa sana, si kwa nia mbaya. Wakati serikali yetu inaingia mkataba au mikataba na wawekezaji kwenye hizi bandari, lengo lake kuu ni kuhakikisha kasi inaongezeka. Mizigo haiwezi kutoka wala kuingia bandarini pasipokuwa na dereva. Lakini tuna changamoto kubwa. Sasa hivi serikali inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba madereva tunapata elimu. Ni jambo ambalo miaka ya nyuma halikuwepo na alikuwa halijatiliwa mkazo, na hili ni agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika maagizo haya ndani yake kuna changamoto ambayo imezaliwa. Changamoto namba moja, kwenye sekta yetu hii ya uchukuzi kwa upande wa madereva wa malori, tumekuwa na madereva wengi sana ambao wameendesha magari miaka mingi, hawana historia ya ajali na ni wazoefu kwenye hii kazi ya usafirishaji. Wapo ambao leseni zao zimeisha, hawana fedha ya kwenda chuo, wako mtaani. Hawa watu kuwaacha mtaani na ingali bado wana nguvu, naiomba serikali yetu kwa unyenyekevu mkubwa iliangalia hili jambo kwa jicho la tatu. Na imani serikali ikiamua kuwekeza kwenye hili eneo la madereva, inawezekana. Elimu ya dereva shilingi ngapi? Chuoni pale 300,000 sijui na 50,000 sijui 300,000. Okay, tufanye 500,000. Hii 500,000 huyu dereva akiwezeshwa, kwa sababu serikali ikiamua kuwekeza kwa madereva, kutuwezesha sisi madereva twende tukapate elimu na tuingie kwenye mfumo na tukizi matakwa ya serikali, inaweza ikatukopesha mkopo wa elimu, isitupe pesa mkononi. Uwezo wa kujiratibu tunao, mkopo wa elimu, ili tupewe driving license tuendelee na majukumu yetu ya kulijenga taifa. Wakati serikali imewekeza kwenye eneo la bandari, si sawa na wala si rafiki na wala si kitu cha kujivunia eti tuone kwamba huyu mwekezaji ambaye kanunua magari yako mengi, ana gari kwa mfano 40, anaenda kupata madereva 15. Gari 25 hakuna madereva, au anapata madereva bado hawana uzoefu, kwa sababu kuna uzoefu alafu kuna kusoma chuo. Kusoma chuo ni jambo jingine, lakini kuwa na uzoefu ni jambo jingine. Sasa kupoteza hawa madereva ambao wenye uzoefu lakini hawana pesa za kuingia chuoni ni kitu kibaya sana. Kwa mimi ni shauri serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikipendezwa itutazame sisi madereva kama nyenzo muhimu ya kuhakikisha bandari zetu zinafanya kazi. Sasa hivi imekuwa ni tofauti kabisa na
Sasa hivi kila kitu, kila elimu inayomhusu dereva inatakiwa atoe pesa yake mfukoni. Lakini ukija kuangalia kiuhalisia, hata hayo malipo tunayolipwa kwa hakika kabisa hayaendani na kazi kubwa tunayoifanya. Kwa hiyo serikali ikitusupport sisi kama madereva kwamba tusome kwa mkopo, wapo baadhi ya wamiliki, Mwenyezi Mungu awajalie na wazidishie, wapo wamiliki ambao wanaamua kuwasomesha madereva wao, wapo. Lakini tunatamani hata huyu dereva ambaye hana ajira apate fursa ya kwenda kusoma. Akienda kusoma kwa mkopo wa serikali atafanya marejesho kupitia ajira yake. Kwani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekopesha vijana wangapi ambao wamesoma vyuo vikuu na mpaka sasa hivi hawana ajira, na serikali haijui hiyo pesa itarudisha lini? Vijana wengi, kuna mtu amekopeshwa kupitia elimu yake karibia milioni 10, wengine zaidi ya milioni 10 wapo, na serikali haijui itarudisha lini hizo fedha. Sasa kwa kipindi hiki ambapo Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa na kuhakikisha bandari zetu zimeaminika, ili eneo la uchukuzi imekuwa ni fursa kubwa, tulitumie basi katika kuwekeza kwa sisi madereva. Tupewe mkopo, tuhakikishe madereva wenye nguvu na afya nzuri ambao hawana hela ya kwenda chuoni warudi barabarani. Nchi ina uhitaji wa madereva. Tunahitaji kuwa na madereva ambao waaminifu, waadilifu, wachapakazi, ili bandari zetu zifanye kazi. Kwa hiyo huu ni ushauri wangu tu kwenye hilo eneo la kuona ni namna gani tunaweza tukapata fursa na sisi. Mheshimiwa Rais amewekeza kwa wenzetu wale content creators wanaotengeneza maudhui ya mitandaoni kupitia Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda, bilioni mbili content creators. Lakini hebu tuangalie katika akili tu ya kawaida, samahani naongea tu katika mtazamo hivi, hawa watengeneza maudhui ya mitandaoni wa Kigoma waseme kwamba atuwachekeshe wa Tanzania, nchi inaweza ikapata hasara kiasi gani? Alafu wao madereva tuseme na wenyewe wagome, hasara inapatikana wapi? Utaona kabisa wala hitaji elimu ya chuo kikuu. Madereva ni muhimu, sisemi hawa ndugu zetu sio muhimu, ni muhimu pia, lakini kwa umuhimu wa madereva, kwa umuhimu wa sekta hii ya uchukuzi, na ikumbusha serikali yangu kwa unyenyekevu mkubwa ituangalie kwa jicho la tatu. Tunaomba mikopo ya elimu tu. Leo bandari zetu zimekubali kupokea kemikali mbalimbali, tunabeba masalfa tunasafirisha, lakini 70% kama sio 80 madereva wengi hatuna elimu ya kemikali au hawana elimu ya kemikali. Sawa, ile elimu ya kemikali kwenda kupata elimu kwa ofisi ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali si chini ya 300,000. Lakini ukija kuangalia umuhimu wa ile elimu katika kulinda mazingira na viumbe hai, ile elimu ina umuhimu mkubwa kweli kweli. Kwa tulitarajia kwamba huyu dereva apate ile elimu kwa lazima, kwa kuwezeshwa, ili aweze kuilinda nchi yake na kulinda nchi nyingine. Tumeenda kushuhudia ukipita barabarani masalfa yamemwagika huko barabarani, lakini ukiingia darasani madhara ya salfa mazingira kwa mazingira na viumbe hai ni makubwa mno. Manake ni nini sasa? Kama huyu dereva hana hela ya kwenda kusoma kwa mkemia mkuu, manake anaikosa ile elimu. Kama anaikosa ile elimu, manake automatically moja kwa moja anaweza akaleta madhara kupitia ile mizigo anayosafirisha pasipo yeye mwenyewe kujua. Sasa na hili pia serikali iwekeze na wadau, sio serikali tu, na wadau mbalimbali wa uchukuzi mliangalia hili. Lakini pia hata wenzetu DP World ambao mmeamua kuwekeza nchini Tanzania, tengeni fungu kwa ajili ya kuwawezesha hawa madereva. Sisi tuko tayari namna ya kujiratibu, tuna uwezo huo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali, na tunaamini kabisa, mfano kila tunapofanya mafunzo mwisho wa mafunzo, kwa mfano tunaandaa mafunzo madarasa maalum ambao program maalum ya kusaidia madereva ambao wamekosa uwezo, sawa, tunachanganya watu wa mkemia mkuu, wanapewa kama ni siku 2 au siku 1, wanakuja watu wa NIT au watu wa VETA, zile sekta muhimu zote ambazo zinahusika kwenye hili eneo, madereva wanasoma pale. Nao jamaa zetu wa LATRA ambao na wenyewe wanataka kuhakiki madereva na wenyewe wawepo, ili dereva akitoka pale
anaenda kutimiza wajibu wake katika kulijenga taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nimezungumza haya kwa lengo zuri tu kuikumbusha serikali sisi ni watu muhimu. Tunaona kada nyingine zinavyokubalika, wanapata fursa mbalimbali, lakini sio sisi madereva wa malori ambao ndio tunasababisha bandari zetu zinafanya kazi. Kwa hiyo nimeona nizungumze hili ili kuikumbusha serikali, kuhakikisha kwamba na sisi tunapata fursa, kuwezeshwa ili tuendelee kujenga taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Sadi Lubuye, ila kuna jambo nataka niwakumbushe. Hatuna Tanzania nyingine zaidi ya hii tulionayo. Ni wajibu wetu wa lazima kuipenda, kuilinda na kuinenea mazuri popote pale tunapoenda, kuhakikisha Tanzania yetu inabaki kuwa na sifa iliyotukuka kama ambavyo waasisi wetu wa taifa hili wametuachia. Asante.